Bwana, TFF wanataka kuwanyima Yanga mabilioni ya pesa kwa msimu unaokuja, msimu wa mwaka 2024 2025, na Yanga walikuwa wanasaini mkataba mkubwa sana wa pesa nyingi. Yaani walikuwa wanapata mabillions of money. Ilikuwa na kadiriwa Yanga walikuwa na uwezo wa kupata bilioni 5 kwa kila mwaka kwa mkataba ambao wangeweza kusaini kwa msimu unaokuja. Yaani wangekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zinapata pesa nyingi sana kwa msimu mmoja. Yaani manake Yanga ilikuwa na uwezo wa kukusanya zaidi ya bilioni 7 kwa msimu mmoja kwa wadhamini wake tofauti tofauti, lakini ukija kujumlisha pesa yote kwa msimu mzima alikuwa anaweza kukusanya hata bilioni 10 kutokana na mkataba ambao Yanga wangeenda kusaini, ambao wangeanza kutumikia msimu mwaka 2024 2025 26. Yes, 2025 2026. Na ni mkataba mkubwa sana ambao Yanga alipaswa kwenda kusaini, lakini inaonekana TFF wanaweza kwenda kuzima hiyo ndoto ya Yanga kwenda kupata huo mkataba mkubwa, na ni kwa sababu inaelezwa kwamba msimu huu ukiisha, vilabu vyote ambavyo vimedhaminiwa na makampuni ya betting vinaweza vikasitisha hiyo mikataba, kwa sababu inaelezwa kwamba ligi inaweza kuondolea kwenye makampuni ya kubeti, lakini pia vilabu vitanyimwa kuwa na wadhamini ambao ni makampuni ya kubashiri. Sasa Yanga, kumbuka na mdhamini na SportPesa, kampuni ambayo imefanya kazi na Yanga kwa muda mrefu sana, lakini kuna kampuni nyingine ambayo Yanga walikuwa wanaenda nao kusaini mkataba, ambao pia ni kampuni ya betting. Unaambiwa ni kampuni ambayo ilikuwa inaingizia pesa nyingi kuliko hata ile pesa ambayo Simba waliingiza dhidi ya mdhamini wao yule ambaye anasambaza vifaa vya michezo. Inaelezwa kwamba ilikuwa ni pesa nyingi sana, lakini kama TFF watakubali, wataamua kweli kuondoa ligi kwenye makampuni ya kubashiri, lakini pia vilabu vikakatazwa kushirikiana na makampuni ya kamari, maana yake ni kwamba Young Africans hawataweza kusaini huo mkataba, na mwisho wa siku watatumikia mkataba wa SportPesa mpaka uishe, na kuanzia hapo hawataruhusiwa tena kusaini mkataba na kampuni nyingine, kitu ambacho kitainyima Yanga mabilioni ya pesa. Yaani inawezekana msimu unaokuja ingekuwa ni miongoni mwa klabu ambayo inaingiza pesa nyingi kwa mdhamini wake mkuu, lakini kama ile itaweza kwenda kufanyika, maana yake Yanga pia watakosa hiyo pesa, na sio Yanga tu ambao wataenda kuathirika na kukosa hayo mabilioni ya pesa, lakini pia Simba na vilabu vingine ambao vilikuwa vinahitaji kuingia mikataba na makampuni ya kamari, maana yake vitaenda kusitisha hiyo mikataba. Kama unakumbuka, zipo kampuni kama za PMBet nazo pia zimedhamini kwenye makampuni vilabu mbalimbali. Tumeiona wamedhamini Ken Gold, wamedhamini timu nyingi pia, lakini inaonekana kabisa kwamba mambo yanaenda kuwa magumu, na ugumu wa haya mambo ndio ambao unaweza kwenda kupelekea sasa vilabu kushindwa kunufaika na makampuni hayo, na mwisho siku vilabu vitapaswa kutafuta wadhamini wengine, kitu ambacho kitanyima vilabu vingi pesa. Lakini pia timu kama Young Africans ndio ambao nitazama kama timu ambayo inaweza kwenda kuathirika zaidi, kwa sababu hiyo pesa ambayo anaenda kuikosa ni pesa nyingi sana. Ni pesa ambayo kama wangeipata, pengine klabu ya Yanga ingeweza kujikwamua kiuchumi, na ingekuwa klabu tajiri, ingekuwa na uwezo wa kulipa mishahara kwa wakati, ingekuwa ina uwezo wa kulipa salaries kwa wachezaji kwa wakati, kwa maana mishahara kwa wakati ndio hiyo salary yenyewe, lakini pia ingeweza kusajili wachezaji wakubwa, ingeweza pia kufanya investment kubwa sana kwenye mpira, na mwisho wa siku tungeona ikipata mafanikio makubwa sana. Lakini kwa sababu TFF inaelezwa kwamba wana huo mpango, hiyo inaweza kupelekea sasa Yanga kushindwa kupata hiyo pesa, lakini pia vile vilabu vingine ambao vina mpango wa kutafuta makampuni ya betting kuwa miongoni mwa sponsors wao vitakwama, kwa sababu itakuwa imekatazwa. Zipo ligi ambazo zimewahi kukataa timu zao kudhaminiwa na kampuni ya kubashiri, ikiwemo ligi ya Zanzibar. Ni ligi ambayo pia haipendi makampuni ya kubashiri kwenye ligi yao, lakini kwenye ligi nyingi ambazo zimeendelea duniani huwa makampuni ya kamari ndio ambayo yamekuwa akishika hatamu, ndio ambao mara nyingi yamekuwa akitoa pesa nyingi sana. Mimi nitashangaa pia kama TFF wataamua kukataza vilabu kuto kushirikiana na makampuni ya betting, kwa sababu haya ni makampuni ambayo yanatoa pesa nyingi, na vilabu hakuna sehemu nyingine ambayo wanategemea kupata pesa zaidi ya kwenye makampuni kama haya ambayo yanakuja kuwekeza kwenye mpira. Hata kama ligi itaondolewa kwenye kamari, hiyo haiwezi kuondoa masuala ya upangaji wa matokeo, au hata kama makampuni ya kamari yataweza kukatazwa kudhamini kwenye ligi, bado haiwezi kuwa suluhisho la masuala ya upangaji wa matokeo. Watu siku hizi wanapanga matokeo kwenye simu tu, watu wananunua mechi na nini, tunajua. Kwa nadhani TFF
kama kweli kuna huo mpango wa kusitisha makampuni ya kamari kwenye ligi na kuiondoa ligi kwenye kamari, wanapaswa kuacha, kwa sababu siku hizi watu wananunua mechi mikononi. Yaani siku hizi watu wanapigana simu. Tuliona mechi ya Yanga na Tabora kule, ilielezwa kwamba wachezaji wa Tabora walitumiwa message na nini. Sasa vitu kama hivyo ni vitu ambavyo vinarudisha mpira wetu nyuma. Kwa hiyo kama TFF wanataka kukomesha masuala ya rushwa au masuala ya kamari kwenye mpira, wanapaswa kwanza kudhibiti wachezaji, kuunda kanuni ambazo zitawabana wachezaji, zitabana viongozi wa mpira, zitabana kila mtu ambaye anahusika na mpira kwenye masuala ya ubashiri, na sio kuondoa makampuni yao kwenye vilabu. Kuondoa makampuni kwenye vilabu maana yake ni kuvitia vilabu maskini. Kwa mfano Simba inapokea pesa nyingi sana kutoka Mbet. Sasa je, leo Mbet akiondoka hiyo pesa Simba ataipata wapi? Kampuni gani nyingine itakuja kuwekeza kwenye mabilioni ya pesa kwenye klabu ya Simba? Klabu gani nyingine ambayo itakuja kuwekeza mabilioni ya pesa pale Young Africans? Kwa hiyo kwenye hili swala nadhani swala ambalo TFF wanapaswa kulitazama kwa jicho la tatu zaidi. Sioni kama kuna sababu ya kuondoa haya makampuni kwenye hizi timu. Kama makampuni yataondolewa kwenye hizi timu, maana hizi timu zinaweka, kuna uwezekano ya zikaendelea kubaki kuwa timu maskini kama ambavyo ilikuwa miaka ya nyuma, na ule ushindani kwenye mashindano ya kimataifa ukapotea. Kwa ili tuweze kuendelea kuona timu zetu zinashindana vizuri kimataifa, ni lazima tuwe na makampuni ambayo yanaweka pesa nyingi, na makampuni ambayo yanaweka pesa nyingi ni makampuni kama makampuni ya kamari. So sometimes tunatakiwa kutazama hili jambo kwa jicho la tatu zaidi. Yaani isionekane kwamba wachezaji ndio wanabeti. Wapo wananchi ambao wanabeti, na hii ni makampuni ambayo pia serikali imeyapa vibali. Kwa hiyo hata kama mtaiondoa ligi ya Tanzania kwenye kamari, lakini bado watu watabeti kama kawaida. Kwa mfano miaka ya nyuma kulikuwa hakuna masuala ya watu kucheza kamari, lakini ligi, kwa sababu ligi ilikuwa haionekani kwenye kampuni yote ya betting. Lakini tulishuhudia Mageta Gold kipindi cha nyuma, wakati ule kwa championship walipanga matokeo, lakini timu nyingi pia zimeweka wachezaji wengi wameweka kutajwa kuhusika kwenye masuala ya upangaji wa matokeo na nini. Kwa mfano hata kwenye ligi ya Zanzibar, ni ligi ambayo haionekani kwenye makampuni ya kamari, lakini juzi tu hapa wachezaji ipo timu moja kule Zanzibar, klabu ya Junguni imeweza kuwashutumu wachezaji wake kama wanacheza kamari. Hiyo ni mifano tu kwamba sometimes wachezaji wake waliuza mechi. Kwa hiyo sometimes sio lazima kuwepo na makampuni kama hayo, lakini yani sometimes watu wananunua mechi kupitia simu mikononi, hivyo watu wanarushiwa pesa, wanauza mechi na maisha mengine yanakwenda. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kukataza makampuni ya kamari kuwekeza kwenye ligi yetu sio suluhisho la kuondoa masuala ya wachezaji kubeti ama viongozi na makocha kubeti, ila hiyo itaweza kupunguza kwa kubeti kwenye timu zao, lakini wanaweza kuuza hizo mechi kwa mpango mwingine. Kwa mfano mchezaji anaweza kapewa milioni 10, akamwambia bwana wewe goalkeeper leo tunakupa milioni 10 ujifungishe, akajifungisha na mambo yakaenda. Au center back akapewa pesa akaambiwa leo ucheze chini ya kiwango, akacheza chini ya kiwango. Kwa hiyo vipo vitu vingi ambavyo TFF kama chombo ambacho kinasimamia mpira wa Tanzania wanapaswa kuvisimamia vizuri, lakini ile swala la kudhibiti watu kwa sababu tu eti makampuni ya kamari yanatumika kwenye mpira wa Tanzania, nadhani jambo ambalo kwetu haliwezi kuwa na afya. Hatupaswi kukataza makampuni kuja kuwekeza kwenye mpira wetu. Basi tunapaswa kujiweka njia nzuri ya makampuni kuja kuwekeza kwenye mpira wetu na kuelimisha wachezaji, makocha na mabenchi ya ufundi kwamba namna gani wanaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba wanaepuka na mazingira ya kamari. Lakini pia tunapaswa pia kuhakikisha kwamba adhabu kali zinatolewa endapo mtu anajulikana kwamba anabeti. Hiyo inaweza kutusaidia kuliko kuzuia makampuni kuja kuwekeza kwenye ligi yetu.